Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki, na huko Rabat ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Karibu kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama, spoti pamoja na mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kama upo maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika, Redio Ngoma ya Amani Fizi, inapatikana maeneo ya Baraka Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Redio Rwanzururu RTR Beni, hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Msikilizaji, ni mkesha wa mwaka mpya. Matumaini yangu ni kwamba tumekuwa na mwaka mwema na mafanikio. Kama kulikuwa na mapungufu, yote 9, tunauaga mwaka 2025 pamoja. Tunaendelea na mfululizo wa makala maalum kutoka maeneo mbalimbali ya kanda hii, na pia tutakuwa huko Morocco ambapo mechi ya kombe la mataifa bingwa Afrika AFCON linaendelea. Karibu wote. Kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Utawala wa Rais Donald Trump unasema kuwa unachunguza kesi za uhamiaji zinazohusisha raia wa Marekani wenye asili ya Somalia ili kubaini ulaghai ambao unaweza kusababisha kufutwa kwa uraia au kufutiwa uraia. Tangu aingie madarakani mwezi Januari, Trump ambaye ni mwanachama wa Republican amefuata sera ya uhamiaji yenye msimamo mkali na kufungua sura mpya inayohusisha msukumo mkali wa kuwafukuza nchini uhamiaji haramu, ubadilishwaji wa mfumo wa visa na green card, na uchunguzi wa chapisho ya mitandao ya kijamii pamoja na hotuba za zamani za wahamiaji. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamelaani sana sera za Trump, yakisema zinakandamiza haki kama vile mchakato wa haki na uhuru wa kujieleza. Trump na washirika wake wanasema sera hizo zinalenga kuboresha usalama wa ndani. Maafisa wa vyombo vya usalama na uhamiaji katika wiki za hivi majuzi, jumuiya ya Wasomalia Minnesota kama sehemu kubwa ya mtandao wa ulaghai unaohusisha mamilioni ya dola za serikali zilizokusudiwa kwa huduma za jamii. Kiongozi wa mapinduzi ya kijeshi nchini Guinea, Jenerali Mamadi Doumbouya, ametangaza mshindi wa uchaguzi wa urais uliofanyika hivi karibuni kulingana na matokeo ya awali yaliyotolewa na mamlaka ya uchaguzi. Kwa mujibu wa takwimu hizo, Doumbouya ambaye amepata ushindi mkubwa dhidi ya upinzani wake, hatua inaompa uhalali wa kuendelea kuongoza nchi hiyo baada ya zaidi ya miaka 4 ya uongozi wa mpito wa kijeshi kufuatia mapinduzi ya mwaka 2021 yaliyomuondoa madarakani rais wa zamani Alpha Conde. Hata hivyo, uchaguzi huo umeibua mjadala na ukosoaji kutoka kwa baadhi ya vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia yaliyodai kuwepo kwa mazingira yasiyo sawa ya ushindani, ukiwemo udhibiti wa shughuli za kisiasa na vikwazo dhidi ya baadhi ya wapinzani wakuu, wengi wao wakiwa nje ya nchi. Matokeo ya mwisho yanatarajiwa kutangazwa rasmi baada ya mchakato wa kisheria kukamilika. Mwenyekiti wa baraza la mpito la Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, amefutilia mbali mapatano yoyote au usitishaji wa mapigano na vikosi vya waasi mradi wataendelea kubaki katika ardhi ya Sudan, akisisitiza kuwa amani inaweza tu kufuatia kurejeshwa kwa udhibiti kamili wa serikali. Alitoa kauli hizo wakati wa mkutano na viongozi wa jumuiya za Sudan na Uturuki, wakilishi wa jamii ya kiraia na waandishi wa habari kutoka ubalozi wa Sudan mjini Ankara. Al-Burhan alisema mpango wa amani uliowasilishwa na Waziri Mkuu Hamil Idris katika Umoja wa Mataifa mjini New York unawakilisha maoni ya serikali umoja ya kumaliza mgogoro. Polisi nchini Uganda wamemtia mbaroni Sarah Birete, mtetezi maarufu wa haki za binadamu sawa na mkosoaji wa serikali, hatua ambayo imeibua wasiwasi juu ya hali ya demokrasia na uhuru wa kujielezea nchini humo, wakati nchi ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu hapo Januari 15 mwaka ujao wa 2026. Birete, mwanasheria na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria, ambaye mara kwa mara amekosoa
wa ukali utekelezaji wa sheria na vitendo vya serikali, alikamatwa na polisi na kwa sasa yuko chini ya ulinzi wa mamlaka, kwa mujibu wa polisi kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa X. Tukio hili linaibuka huku uchaguzi wa Januari ukikaribia, ambapo Rais Yoweri Museveni aliyesalia madarakani tangu mwaka 1986 anawania muda mwingine wa uongozi, akipigana na mtetezi wa haki za binadamu pamoja na mwanamuziki aliyekuwa maarufu Robert Changulani, maarufu kama Bobi Wine. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amewasili nchini Uturuki kwa mazungumzo na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan mjini Istanbul. Mazungumzo yanatarajiwa kuzingatia uhusiano wa pande mbili katika sekta mbalimbali, pamoja na mvutano hivi karibuni ulioibuliwa na utambuzi wa upande mmoja wa Israel wa eneo la Somalia linalotaka kujitenga Somaliland kama taifa huru, jambo ambalo limepingwa kwa hasira na malalamiko makubwa kimataifa. Hii leo tunatupia jicho Uganda, taifa la Afrika Mashariki ambalo linakunja jamvi ya mwaka huu na kuufungua mwaka wakiwa katika shamra za kuchagua utawala mpya. Uchaguzi mkuu wa Uganda unafanyika mwakani, yani majuma kadhaa yajayo, mwaka 2026. Rais Yoweri Museveni anatazamia kuendeleza uongozi wake kwa miongo minne sasa kama kiongozi wa taifa hilo. Upinzani unaongozwa na mwanamuziki maarufu Bobi Wine ambaye pia ni mbunge. Kampeni yake inavutia sana vijana, huku wazalendo wakicheza ngoma ya chama tawala cha NRM chake mzee Museveni. Kampeni za uchaguzi zimekumbwa na taswira tofauti. Upinzani umelalamikiwa kuhujumiwa na vyombo vya usalama. Baadhi ya viongozi wa kidini sawa na wanaharakati wa kibinadamu wamejipata wakikabiliwa na vyombo vya sheria. Sasa hivi nampisha Saddam Mubale angalie safari ya nchi ya Uganda, hususan anaangalia ni jinsi ambavyo matokeo ya kura nchini Uganda yatadhibitiwa katika njia ambayo itaweza kukubalika na wote. Saddam, uwanjani kwako. Mjadala huo umechochewa zaidi na kauli ya hivi karibuni ya amiri jeshi mkuu wa Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye aliwaamuru wananchi kurejea nyumbani mara tu baada ya kupiga kura, baada ya kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi Sentamu maarufu kama Bobi Wine kuhimiza wananchi kusalia katika vituo vya kupiga kura baada ya kupiga kura zao, akidai kuwa kuna njama ya kuiba kura. Muhoozi Kainerugaba ni amiri jeshi wa Uganda. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent. Tunaomba wananchi wapige kura kwa amani kisha waondoke, wasiendelee kukaa karibu na vituo vya kupigia kura. Mchakato wa kuhesabu na kujumlisha kura utakuwa wazi na utafanyika hadharani. Mawakala wa kila mgombea watakuwepo, wakiwemo mgombea urais, wabunge waliochaguliwa moja kwa moja. Januari 15 waangalizi wa uchaguzi wa ndani na wa kimataifa pia watakuwepo, pamoja na vyombo vya habari. Hivyo basi hakuna haja kwa watu kukaa wakidai wanalinda kura. Mchakato huu uko wazi na hatua zote hizi zimewekwa ili kuhakikisha uwazi huo unaonekana wazi kwa kila mtu. Measures are in place to make sure that transparency is clear for all to see. Wanaharakati wa haki za kiraia pamoja na wanasheria wanasema kuwa kwa mujibu wa sheria za nchi za Uganda, wapiga kura wanaruhusiwa kusalia karibu na vituo vya kupigia kura kwa hiari yao, ili mradi wawe katika umbali wa takriban mita 20 na wasivuruge amani wala mchakato wa uchaguzi. Inazungumzia juu ya watu kulinda kura yao. Hawasemi ya kwamba yani watu wakipiga kura yao waende nyumbani. Wanasema watu lazima kuwe na mita fulani, mita 20 hivi, kwa maana ambapo wanapigia kura wanastahili kuwa afadhali mita 20 ili waweze kukagua yani zile kura zao zinavyoendelea. Lakini sasa hivi nasikia watu wanasema kwamba lazima watu warudi nyumbani baada ya kupiga kura, lakini kulingana na sheria za Uganda au za uchaguzi wa Uganda, watu wanapewa hiyo fursa ya kulinda kura yao. Afadhali waende mita 20 kwa mahala ambapo wanapigia, afadhali wawe katika hizo kilomita mita 20, hiyo kilomita
mita 20. Sema kwamba hii unafikiria lina maana gani? Manake kuna tu baadhi ya watu ambao wamesema kwamba watu wanapaswa kuenda nyumbani baada ya kupiga kura, mkiwemo hata viongozi wa kijeshi pia. Hili swala kwako unalichukulia kivipi? Shukrani sana. Mimi naangalia vile kama wale wakuu wa jeshi wanavyozungumzia, wao wanaangalia swala la usalama. Ingawa kuna upande mwingine, na hata maoni yangu yameegemea upande ule mwingine ambapo unasema hapana, kuna jambo jingine ambalo wanataka kuegemeza kwa hilo swala la usalama, lakini ni swala jingine vile naweza kutaja, kwa kuwa tunaangalia mchafuko ulio kuwepo kama mwaka 2021. Tunaangalia watu vile wanasema hapana, kuna mambo mabaya ambayo yanaendelea wakati wanapohesabu. So ndio maana watu walikuwa wanasema tunataka tuwepo tuone vile mambo yatakavyokuwa, na hata usalama wao ambao wanaegemea kwa swala la usalama wanasema hapana, hili ni swala ambalo watu wanastahili kwenda nyumbani kwa sababu ya usalama. Lakini mimi naona kuna hoja mbili ambazo zinapingana. Wale wengine wanasema wanataka waibia, hawa usalama wanasema tunataka kuwe na usalama. So mimi naona ya kwamba kuna jambo ficha ambalo watu wale wengine wa usalama ambao wanaegemea kwa swala la usalama wanataka kuegemea, wanasema waende nyumbani wafanye mambo yao. Mjadala huo umechukua sura mpya kufuatia kauli ya Rais Yoweri Kaguta Museveni ambaye amedai kuwa chama cha upinzani cha National Unity Platform kiliiba zaidi ya kura milioni 2.7 katika uchaguzi uliopita. Museveni amesema madai hayo yanaibua maswali makubwa kuhusu uaminifu wa mchakato wa uchaguzi na usalama wa kura za wananchi. So what has been happening now, not only last year, for a long time, the opposition in Kampala here, there have been ballot stuffing. Tangu jadi upinzani umekuwa ukiiba kura, sio mwaka jana tu, bali kwa muda mrefu upinzani hapa Kampala wamekuwa wakiiba kura. Hata uchaguzi uliopita wa mwaka 2021 walichapisha kura zao bandia katika barabara ya Nkuruma. Hizo zilikuwa kura milioni 1, kisha wakaagiza kura milioni 1.7 kutoka Dubai. Kwa jumla waliiba kura milioni 2.7. Then they imported from Dubai 1.7 million. So altogether they cheated 2.7 million. Akijibu kauli hiyo, kiongozi wa NUP Robert Chagulanyi Sentamu maarufu kama Bobi Wine amesema iwapo Rais Museveni mwenyewe hana imani na tume ya uchaguzi, basi ni haki ya wapiga kura kusalia karibu na vituo vya kupigia kura ili kuhakikisha kura zao zinalindwa. Bobi Wine amesema kulinda kura ni sehemu ya wajibu wa raia katika demokrasia. Akawairo namba 3 akatundu namba 4 kagamba nti omuntu yenanga amaze okulonda wadembe okuyimirira mita 20. Kifungu cha 31 cha katiba kinasema kwamba baada ya kupiga kura mtu yeyote yuko huru kusimama umbali wa mita 20 kutoka meza ya kupigia kura. Kwa hiyo baada ya kupiga kura baki hapo hapo kwa amani. Angalia na rekodi kila kinachoendelea. Mtu yeyote anayekuambia uondoke baada ya kupiga kura, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Bia Bakama alitumiwa mara ya mwisho kuiba kura na sasa anataka kuiba tena. Wewe ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, kwa nini unawaambia watu waondoke baada ya kupiga kura? Unataka kuibia Museveni? Tarehe 15 Uganda itaelekea kwenye uchaguzi wa kumpigia kura kiongozi wa rais, ambapo wagombea 8 wanawania kiti hicho. Sada Mubale, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Kampala. Shukran sana, huyo amekuwa ni Sadam Mubale. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Mpenzi msikilizaji, pia tunakuomba ujiunge nasi, yani usubscribe na YouTube ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Jina langu ni Ann Ngugi. Kombe la mataifa bingwa barani Afrika linaendelea
na mashabiki hususan nchini Tanzania wanauaga mwaka kwa kishindo baada ya Taifa Stars kufuzu kwa raundi ya 16 bora. Ama kweli vijana wametoa zawadi ya mwaka mpya kwa Afrika Mashariki. Tuelekee viwanjani na kikosi chetu kama kawaida. Firimbi. Watoto wa mama Taifa Stars ya Tanzania wamepiga jeki msisimuko wa Afrika ya Mashariki kufuatilia AFCON baada ya kufuzu katika awamu ya maondoano, yani round of 16 kwa mara ya kwanza katika historia yao. Sare ya 1-1 na Tunisia iliwakatia tiketi hiyo muhimu Stars, ambayo sasa miale yake inahitajika kupofusha wenyeji Atlas Lions wa Morocco tarehe 4 mwakani kwa safari ya kutwaa taji la AFCON. Kocha mpya Miguel Gamondi aliyekabidhiwa jukumu hilo muhimu la kuvusha Tanzania katika awamu ya makundi sasa ana kila sababu ya kusherehekea ufanisi huu wa kihistoria. Now Tanzanian football is growing up. Soka ya Tanzania inakuwa kuanzia viwango vya vilabu na ninajukumika kuweka timu ya taifa hatua moja mbele. Motisha tulionao ni kuwakilisha taifa na kucheza kwa viwango sawa na timu zenye uzoefu wa kushiriki awamu za juu. Nadhani kwa kundi hili tuna ushindani mkali sababu tunakabili wachezaji 6 wa hadhi ya juu kwa bara hili. Lakini hatuogopi, tumekuja kusoma, tuimarike na pia kuonyesha ubora wa wachezaji wa Tanzania. AFCON imetawaliwa sana na timu za magharibi na kaskazini mwa Afrika, huku mataifa ya kusini na mashariki zikiwa na uwakilishi wa kubahatisha, haswa katika awamu muhimu kama robo fainali na kuelekea juu. Usajili wa DR Congo katika ukanda wa Afrika ya Mashariki ndiyo unaoipa eneo hili matumaini ya kunusia fainali, kwa ushahidi kwamba wana DRC kwa jina lingine The Leopards wamewahi kunyanyua kombe hili mara 2. The Leopards waliwagwara The Zebras wa Botswana migwaruzo 3 bila jawabu na kufuzu kwa awamu ya maondoano. Sasa Januari 6 mwakani wana kibarua cha kunyonga mbweha wa jangwani, yani the Desert Foxes wa Algeria. Afrika ya Kaskazini kwa sasa inawakilishwa na Misri, Tunisia, Algeria, Morocco, Sudan, huku Afrika ya Magharibi ikiwa na uwakilishi wa Nigeria, Mali, Senegal, Benin, Burkina Faso, Ivory Coast na Cameroon. Afrika ya Mashariki inawakilishwa na Tanzania na DRC, huku Mozambique na Afrika ya Kusini wakiwakilisha ukanda wa Afrika ya Kusini. Sasa vumbi la jangwa la Morocco litatifuliwa kuanzia Januari 3 kutafuta atakayefuzu kwa robo fainali ya tarehe 9 na 10 na mwishowe kunyanyua kombe la AFCON Januari 18. Gabriel Ingubu, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, michezo. Tahariri na Silvanus Karemera, ambapo vyama vya upinzani barani Afrika vinatoa nafasi kubwa katika kuimarisha utawala bora na kushinikiza demokrasia. Wengi huona upinzani kama kioo cha jamii na watetezi wa umma, hususan wanaoishi katika mazingira ya utawala dhalimu. Baadhi ya waliokuwa wapinzani wameshika madaraka na kuwa wapinzani au na kuwa viongozi wa nchi. Hata hivyo, vyama na mirengo mingi ya upinzani Afrika vinakumbwa na changamoto kubwa. Wakati viongozi wake wanapoondoka kuongoza vyama hivyo, pengine wanafariki dunia, kujiuzuru, hali ya kwamba ni wengine wamekuwa wazee au wengine kuhamia mirengo mingine na kujiunga na serikali. Tahariri ya Silvanus Karemera inaangazia hatima na mustakabali wa upinzani barani Afrika. Pengine huenda ni nguo ya kuwazima ambayo haistiri matako, au labda ni kile kitu cha kupewa ambacho lakini hakina thamani kwa yule aliyepewa. Ni swali ambalo litaendelea kuzigonga fikra za wadadisi na wachambuzi wa siasa za Afrika hata baada ya miongo 6 sasa baada ya Afrika kujinasua na ukoloni. Huenda kulipata jibu la swali hilo ikaendelea kuwa vigumu. Demokrasia ya vyama vingi Afrika na upinzani imekumbwa na mikasa na misukosuko ya hapa na pale, hali ambayo sasa maswali ni mengi, ikiwa kweli Afrika inahitaji mfumo wa demokrasia au la. Vyama vya upinzani ambavyo ujio wake ni demokrasia ya vyama vingi tangu miaka ya 90, mustakabali wake umesalia kuwa katika kiza kinene. Kama si waasisi hao kuzeeka na kuondoka na wasipate warithi,
tawala zinatumia hila lukuki kuviharibu vyama hivyo ambavyo siku zote huvikalia kooni vyama tawala na serikali zake mithili ya kalile mlangoni. Lakini je, ikiwa demokrasia ni utawala wa wengi unaofanya kazi kwa niaba ya wengi, kwa nini basi kudumu kwa vyama vya upinzani barani Afrika kumesalia ndoto zisizotimia? Katika sehemu nyingi za Afrika, vyama vya upinzani kwa miaka nenda miaka rudi vimeonekana kama mali ya mtu mmoja mwenye kubeba maono, lakini mtu huyo akiaga dunia au kufungwa jela, mustakabali wa vyama hivyo unakwenda rehani. Kwa sasa yapo majina ambayo yaliwahi kuvuma na kutikisa kuta za makasri ya maraisi, lakini sasa yamesalia ni hadithi za Abunuwasi na Esopo. Mfano ni NCCR Mageuzi nchini Tanzania. Haijulikani waasisi wake Mabere Marando na Emmanuel Ole Sirikiwa waliishia wapi miaka miwili tu baada ya kuzaliwa chama hicho mwaka 1993. Hata mwaka 1995 chama hiki kilipovuma sana, hasa baada ya Augustine Lyatonga Mrema kukihama Chama cha Mapinduzi CCM na kuingia NCCR Mageuzi, ambapo mwaka huo huo aligombea kiti cha urais na mgombea wa CCM hayati Benjamin William Mkapa. Hadi kipenga cha mwisho katika matokeo ya uchaguzi huo, CCM ilipata kura 61 huku NCCR Mageuzi ikipata takriban 28% ya kura zilizokuwa zimepigwa. Kwa Watanzania wengi, NCCR Mageuzi wakati huo ilikuwa mwiba kwa CCM ambayo katika historia ilikuwa imeshinda kwa kura chache. Hata hivyo, miaka 10 baadaye hatima ya NCCR Mageuzi iliishia hewani baada ya kukosa kiti hata kimoja bungeni katika uchaguzi mkuu wa rais wa mwaka 2005. Kwa sasa chama hicho kimesalia historia tu, lakini huenda hii ikawa ni pacha wa chama cha CUF enzi hizo na kiongozi wake wa muda mrefu Profesa Ibrahim Lipumba, msomi nguli aliyebobea kwenye masuala ya kiuchumi. Licha ya kuwapa watawala wakati mgumu enzi hizo, Lipumba na CUF walisalia njia panda, hasa baada ya kukihama chama hicho katibu wake mkuu wa zamani na wa muda mrefu hayati Maalim Seif Sharif Hamad mwaka 2019 na kwenda chama cha ACT Wazalendo. Chadema mbona yake ni makubwa. Licha wakati mmoja kuonekana kinara katika kambi ya upinzani nchini Tanzania mwaka 2015 na kuweka upinzani mkubwa katika uchaguzi mkuu, sasa chama hicho hatima yake ina ati kutokana na kiongozi wake Tundu Antipas Lissu kuendelea kukabiliana na kesi ya uhaini mahakamani, huku baadhi ya wanachama wa chama hicho wakirejea CCM. Haya ni ya Tanzania, lakini hali ya demokrasia ya vyama vingi na waasi wake ikoje kwingineko barani Afrika? Nchini Kenya kwa mfano, mwanasiasa nguli na gwiji wa siasa za Kenya kutoka enzi za vyama vingi kuanzishwa nchini humo, Raila Amolo Odinga ameondoka mwezi huu. Muungano wa ODM, chama chake, unaingia katika wakati mgumu wa ama kushikilia maono yake au kufuata mkumbo wa kila mmoja amege na kuondoka na kilicho chake, alimradi tu baba ameondoka. Pengine kwa vijana wa kizazi kipya ambao lugha ya wazee inakuwa ngumu kuielewa, lakini kwa wenzangu na mimi ambao tumekula chumvi, jina la hayati Morgan Tsvangirai na chama chake cha MDC kule Zimbabwe si geni. Ni chama ambacho kilimpa wakati mgumu rais wa zamani Robert Gabriel Mugabe. Kupitia mizengwe na misukosuko mingi, Morgan Tsvangirai wakati huo alionekana kuweka uzani mzito wa kisiasa kiasi cha kuwafanya hata baadhi ya wanachama wake kuota ndoto za kuingia ikulu kule Harare. Licha ya kijana chipukizi Nelson Chamisa kuendelea kusukuma maono ya MDC baada ya kifo cha Tsvangirai, baadaye uzito ulimshinda, akaamua kujiengua na kuunda chama chake cha CCC. MDC sasa iko rehani baada ya mafari wawili, Douglas Monzola na Elias Mudhuri, kila mmoja kumega kilicho chake, na MDC sasa inabaki ni tembo aliyekufa. Demokrasia ya vyama vingi vya siasa barani Afrika ni kitendawili ambacho hadi ukitegua ni kitendawili kingine. Vyama vingi vimejengwa katika ukuta wa wasisi wake, na mwasisi akiondoka, kuziba ufa wake inakuwa kazi pevu. FDC nchini Uganda, ambacho kwa wakati fulani kilimnyima usingizi kiongozi wa muda mrefu nchini humo Yoweri Kaguta Museveni na vuguvugu lake la NRM, sasa kimesalia katika vitabu, huku kiongozi huyo akiishia gerezani. Kule Misri nako chama cha Muslim Brotherhood ambacho kilionekana kupata ushawishi mkubwa kimekufa kifo cha mende kabisa, hasa baada ya kiongozi wake na aliyewahi kushika madaraka kwa muda mfupi nchini humo Mohamed Morsi na hatimaye kufariki dunia, hakipo tena na upinzani mzima kabisa. Nchini Nigeria, chama cha PDP chake rais wa zamani Goodluck Jonathan kimefia kabisa mithili ya mshumaa mbele ya upepo wa kiangazi baada ya kiongozi wake huyo kushindwa katika uchaguzi mkuu. Kwa hatima hii ya vyama vya upinzani na waasisi wake kusalia katika vitabu vya kumbukumbu katika siasa za Afrika, haidhuru kusema kuwa huenda ni mbegu iliyoletwa na wahubiri wa Injili ya demokrasia kutoka magharibi, lakini bila Waafrika wenyewe kuwa tayari. Tupate maoni yako msikilizaji unaisikiliza tahariri hii. Mimi ni Silvanus Karemera.
Na sasa hebu tupate matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ng'endo. Utawala wa Rais Donald Trump unasema kuwa unachunguza kesi za uhamiaji zinazohusisha raia wa Marekani wenye asili ya Somalia ili kubaini ulaghai ambao unaweza kusababisha kufutwa kwa uraia au kufutiwa uraia. Tangu aingie madarakani mwezi Januari, Trump ambaye ni mwanachama wa Republican amefuata sera ya uhamiaji yenye msimamo mkali na kufungua sura mpya inayohusisha msukumo mkali wa kuwafukuza nchini uhamiaji haramu, ubadilishwaji wa mfumo wa visa na green card, na uchunguzi wa chapisho ya mitandao ya kijamii pamoja na hotuba za zamani za wahamiaji. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamelaani sana sera za Trump, yakisema zinakandamiza haki kama vile mchakato wa haki na uhuru wa kujieleza. Trump na washirika wake wanasema sera hizo zinalenga kuboresha usalama wa ndani. Maafisa wa vyombo vya usalama na uhamiaji katika wiki za hivi majuzi, jumuiya ya Wasomalia Minnesota kama sehemu kubwa ya mtandao wa ulaghai unaohusisha mamilioni ya dola za serikali zilizokusudiwa kwa huduma za jamii. Kiongozi wa mapinduzi ya kijeshi nchini Guinea, Jenerali Mamadi Doumbouya, ametangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais uliofanyika hivi karibuni kulingana na matokeo ya awali yaliyotolewa na mamlaka ya uchaguzi. Kwa mujibu wa takwimu hizo, Doumbouya ambaye amepata ushindi mkubwa dhidi ya upinzani wake, hatua inaompa uhalali wa kuendelea kuongoza nchi hiyo baada ya zaidi ya miaka 4 ya uongozi wa mpito wa kijeshi kufuatia mapinduzi ya mwaka 2021 yaliyomuondoa madarakani rais wa zamani Alpha Conde. Hata hivyo, uchaguzi huo umeibua mjadala na ukosoaji kutoka kwa baadhi ya vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia yaliyodai kuwepo kwa mazingira yasiyo sawa ya ushindani, ukiwemo udhibiti wa shughuli za kisiasa na vikwazo dhidi ya baadhi ya wapinzani wakuu, wengi wao wakiwa nje ya nchi. Matokeo ya mwisho yanatarajiwa kutangazwa rasmi baada ya mchakato wa kisheria kukamilika. Mwenyekiti wa baraza la mpito la Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, amefutilia mbali mapatano yoyote au usitishaji wa mapigano na vikosi vya waasi mradi wataendelea kubaki katika ardhi ya Sudan, akisisitiza kuwa amani inaweza tu kufuatia kurejeshwa kwa udhibiti kamili wa serikali. Alitoa kauli hizo wakati wa mkutano na viongozi wa jumuiya za Sudan na Uturuki, wakilishi wa jamii ya kiraia na waandishi wa habari kutoka ubalozi wa Sudan mjini Ankara. Al-Burhan alisema mpango wa amani uliowasilishwa na Waziri Mkuu Hamil Idris katika Umoja wa Mataifa mjini New York unawakilisha maoni ya serikali umoja ya kumaliza mgogoro. Polisi nchini Uganda wamemtia mbaroni Sarah Birete, mtetezi maarufu wa haki za binadamu sawa na mkosoaji wa serikali, hatua ambayo imeibua wasiwasi juu ya hali ya demokrasia na uhuru wa kujielezea nchini humo wakati nchi ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu hapo Januari 15 mwaka ujao wa 2026. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kualika marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, jiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Tuvuke mwaka 2026 tukiwa sako kwa bako hapa kwenye idhaa yako. Kama upo maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Redio Rwanzururu RTR Beni, hii ipo kwenye FM 99.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vile inapatikana kwa masafa marefu. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwa heri kwa sasa.